Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Ya jukumu langu mwenyekiti, kwanza naomba niwakaribishe viongozi wetu, mgeni rasmi na wageni waalikwa wote, karibuni. Walioko hapa mbele ni wanaumoja Mwayaya ambao ni wanaishi Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Na siku ya leo ni siku mahususi kwamba kwanza tunatimiza miaka 10 tangu tumeanza umoja wetu, lakini pili imekuwa ni siku ya Family Day. Kwa hiyo tumekutana kama wanafamilia kutambuana, kufurahi pamoja na kushirikishana mawili matatu. Basi itifaki sifahamu sana, lakini naomba niwakaribishe viongozi wote mlioko meza kuu. Karibuni sana. Na kwa taarifa hizi pia naomba pia niwatakieni heri ya mwaka mpya, maana ndio mwanzo na sisi ndio kwa mara ya kwanza Waha wa Kigoma wanakuwa Wachaga wa Dar es Salaam kwa mara ya kwanza. Ndio tunakutana hapa, ndio tuko Mgombani Manyovu huko. Jamani, tuwashashechane heri ya mwaka mpya. Na pale mtakapokuwa tumefanya vizuri mtatupa big up. Mnapokuwa na mapungufu kidogo, basi tushauri tufanye nini vizuri zaidi siku nyingine. Jamani, karibuni sana, asanteni sana. Kwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi Eres Elia Gomwa, mwenyekiti wa halmashauri ya Buhigwe, Mheshimiwa Profesa Pius Yanda, mbunge wa jimbo la Buhigwe, Mheshimiwa Emmanuel George Mbilinyi, mkurugenzi wa halmashauri ya Buhigwe, Mheshimiwa diwani kata ya Mwayaya, afisa maendeleo, Mheshimiwa diwani kata ya Mwayaya, afisa maendeleo manispaa ya Ubungo upande wa mikopo, afisa maendeleo kata ya Kibamba, mwenyekiti wa stafu umoja Mwayaya, wana umoja Mwayaya, familia za umoja Mwayaya, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, umoja Mwayaya, upendo kwa wote. Awali ya yote nimshukuru Mungu wetu wa mbinguni kutupa kibali cha kuwepo hapa siku ya leo. Pia nikushukuru wewe mgeni rasmi na wageni waalikwa wote kwa kubali mwaliko wetu. Asanteni sana. Ninawashukuru wana umoja wenzangu wa umoja Mwayaya kuendelea kushikamana na kujenga umoja wetu. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, umoja Mwayaya ni wa wana Mwayaya kutoka kata ya Mwayaya, wilaya ya Buhigwe, mkoa wa Kigoma, waishio Dar es Salaam na Pwani. Kwa kutambua umuhimu wa kuwa na umoja, tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2015 tulikaa na kuamua kuunda umoja huu kwa lengo la kutatua changamoto zinazotukabili. Tulikubaliana kushirikiana nyakati zote za furaha na nyakati zote za majonzi. Pia hatukuishia hapo, tukakubaliana kuwa tuwe na mfuko wa maendeleo ya jamii kwa ajili ya kila tunachokipata tunakirudisha kwenye jamii ya nyumbani na Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya miaka miwili umoja huu ulipata usajili kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2017 na kuwa umoja unaotambulika kisheria. Mheshimiwa mgeni rasmi, jumla ya wana umoja waliokaa na kuamua kuanzisha umoja huu walikuwa 44 wakiongozwa na mwenyekiti wetu muasisi Ephraim Raymond Sibanganya, yani Mwakeye. Makamu wake alikuwa ni Farijara Abubakari Tareba, katibu Bennett Marekela, katibu msaidizi Dasta Noel Tabiriho na mweka hazina Joel Kivunja Mihaka. Hadi sasa wana umoja wapo 84. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia mfuko wa maendeleo ya jamii tumekuwa tukirudisha maendeleo kwenye jamii ya nyumbani na Tanzania kiujumla. Tumekuwa tukifanya hivyo pale mfuko unaporuhusu na tumefanikiwa kufanya yafuatayo. Tumetoa mtaji wa kusaidia wenye mahitaji maalum kiasi cha shilingi 800,000. Tumefanikiwa kuwafariji wana umoja waliopatwa na changamoto mbalimbali za kuondokewa na wapendwa wao au kuugua milioni 36. Tulitenga kiasi cha shilingi milioni 5 ambazo zilitumika kuwakopesha wana umoja Mwayaya, hivyo kufanya wana umoja 19 kunufaika na mkopo huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, wana umoja Mwayaya na Watanzania wapatao 80 wamenufaika kwa kupata mkopo wa vyombo vya moto kama vile pikipiki, bajaji, toyo
na gari kwa riba nafuu. Hata hivyo, wanufaika 21 wameshamaliza mikataba yao na kukabidhiwa umiliki wa vyombo vyao. Wanaoendelea na mikataba wapo 59. Mheshimiwa mgeni rasmi, Umoja wa Mwayaya una mafanikio mengi ambayo ni jumla zaidi ya milioni 8 zimetumika kupeleka maendeleo nyumbani tulikozaliwa, ambayo ni namba moja, tulichangia mifuko ya simenti 10 na mchanga kwa ajili ya ukarabati wa chumba kimoja shule ya msingi Mwayaya kilichokuwa kimechakaa. Lakini namba 2, tuliwatambua wanafunzi wa shule ya msingi zote 4 kata ya Mwayaya waliokuwa hawana uniform kuwapatia, hivyo kufanya jumla ya wanafunzi 50 kunufaika. Namba 3, tulifanikiwa kuchangia vifaa tiba zahanati ya Mwayaya kama vile kitanda cha kujifungulia wazazi, vitanda viwili na godoro zake vya kupumzishia wagonjwa, mzani mmoja wa kupimia watoto wachanga na screen protector kwa ajili ya kuweka faragha kwa wagonjwa. Sambamba na hayo, tulifanikiwa kumwomba mgeni rasmi ambaye alikuwa ni mkuu wa wilaya wa Buhigwe aliyopo hadi sasa, Kanali Michael Ngayarina akubali kuipandisha hadhi zahanati hiyo iwe kituo cha afya, na alikubali na ujenzi ulianza mara moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa kituo hicho cha afya ulipoanza kwa ushirikiano wa serikali na wananchi wa kata ya Mwayaya, nasi hatukubaki nyuma. Kama wana umoja wa Mwayaya wa Dar es Salaam na Pwani, tuliweza kuchangia mifuko ya saluji 100 ambayo ilipokelewa na mkimbiza mwenge wa uhuru kitaifa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wakati wa kuweka jiwe la msingi kwenye kituo hicho cha afya. Hivyo basi tunashukuru serikali kwa kutupatia kituo cha afya Mwayaya ambacho kimefikia hatua nzuri, kimebakiza majengo machache na nyumba za madaktari na wauguzi kiweze kufunguliwa rasmi. Hata hivyo, tunazidi kushukuru serikali imeshatupatia gari ya kubeba wagonjwa ambulance na takriban ya watumishi 16 tayari wameshaajiriwa kwenye kituo hicho. Tunashukuru mwenyekiti wetu wa halmashauri ya wilaya ya Buhigwe, Mheshimiwa Pius Yanda, mbunge wetu wa jimbo la Buhigwe, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama chetu cha wakazi wa Dar es Salaam ambao wametokana na kata ya Mwayaya, lakini kwa namna pekee Mheshimiwa diwani wetu wa kata ya Mwayaya, viongozi wa dini mliopo, lakini pia natambua uwepo wa afisa maendeleo wa jamii wa wilaya ya Ubungo, wana Mwayaya wenzangu, mabibi na mabwana, na wasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ukinipa maiki naweza nikaongea muda mrefu sana, lakini naomba nifupishe tu kwa sababu muongeaji leo ni Mheshimiwa Eles Gomwa, mwenyekiti wetu wa halmashauri ya Buhigwe. La kwanza, nichukue nafasi hii kuwashukuru kunialika kwenye jambo hili kubwa, lakini pia kunifanya nikawa mmoja wa wanajumuiya ya wakazi wa Dar es Salaam ambao wametokana na Mwayaya. Nawashukuruni sana. Lakini la pili, ninao nafasi ya kuwapongeza kwa dhati kabisa ya moyo wangu kwa jambo hili kubwa ambalo mmelifanya. Moja, kufikiri na kuunda umoja huu ambao unatukutanisha sisi pamoja na familia zetu, lakini kwangu mimi unatengeneza uzalendo mkubwa na kuwaandaa vijana hawa kuwa wazalendo wa taifa letu la kesho. Hawa watoto ambao mmewakusanya hapa wanaanza leo kuitambua Mwayaya, wanaanza kuipenda Mwayaya, wataipenda Buhigwe, wataipenda Kigoma, wataipenda taifa lao la Tanzania. Hongereni sana. Lakini pili, niwapongeze wana Mwayaya kwa kupata diwani mzuri. Mwenyezi Mungu ndio kila kitu, yeye ndio amepanga. Lakini mimi kwangu, kwa diwani wa Mwayaya,
Namwombea tu Mwenyezi Mungu ampe afya njema na uzima. Kesho kutwa atakuwa msaada mkubwa sana kwa watu wa Mwayaya. Murakomeye. Awali ya yote kwanza naomba ni washukuru kwa kuniwezesha niweze kushika nafasi niliyo nayo sasa hivi. Nina imani kubwa kwamba hata walioko Dar es Salaam walikuwa na mchango mkubwa sana kuwezesha mimi kuweza kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Buhigwe kwa miaka 5 ijayo. Kwa hiyo nawashukuru sana. Nawashukuru pia kwa kunialika kwenye shughuli hii ya leo. Niwe mkweli, nilipoalikwa na Mheshimiwa Diwani Mwakeye nilisema siwezi kuacha kushiriki. Hii ni fursa ya pekee mimi kuja kusalimiana na umoja wa Mwayaya, lakini pia na mimi nikiwa mbunge ni sehemu ya jamii ya mwana Mwayaya. Msisite kunishirikisha kwa kila jambo. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri, Mheshimiwa mkurugenzi na viongozi wote meza kuu, itifaki ikizingatiwa, baada ya kutoa salamu hizo, naomba sasa niseme machache. Mimi nimeteuliwa kwa nafasi hii kuwa mbunge. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mheshimiwa mwenyekiti wa umoja wetu wa watu wa Mwayaya wanaoishi Dar es Salaam na Pwani, waheshimiwa viongozi waanzilishi wa umoja huu wa watu wa Mwayaya, pamoja na wananchi wote na viongozi wote meza kuu, itifaki imezingatiwa. Kipekee naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kutufikisha katika hafla hii adhimu kwangu. Kwa kweli nayo kila sababu ya kuwashukuru wote walio organize jambo hili, wakaona na sisi tunastahili kushiriki kama watu wa Buhigwe kuja kujumukeni na ninyi watu wa Mwayaya mnaoishi Dar es Salaam na Pwani. Tunasema asanteni sana. Mheshimiwa mwenyekiti wa umoja wetu wa watu wa Mwayaya, mimi sina mengi sana ya kuzungumza. Zaidi nimetekewa sana na kazi hii ambayo umeifanya leo. Kwa kweli mmetuonyesha kitu ambacho ni cha pekee sana. Sikutegemea kama naweza nikakutana na tuzo kama hii katika maisha yangu. Kwa wote tuliopokea tuzo kwa kweli na tuliopokea vyeti, na washukuruni.